Vita, machafuko na ghasia vimekuwa ni vitu ambavyo vinazidi kuendelea ndani ya nchi ya Urusi pamoja na Ukraine, huku taarifa zaidi ambazo tumeweza kusogezea siku hii ya leo ni kutokea katika nchi hizo mbili, huku ambapo taarifa zaidi kamili zinasema kwamba mashambulizi ya Urusi yaua watu 12 huko nchini Ukraine. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi usisahau kusubscribe ili uweze kuwa mwana familia, share, like pamoja na kucomment. Taarifa zaidi ambazo tumeweza kukusogezea siku hii ya leo ni taarifa za mashambulizi ya Urusi yaua watu 12 huko Ukraine, huku nyumba kadhaa zikichomwa moto katika mkoa wa Kiev baada ya mashambulio ya hivi karibuni ya Urusi. Taarifa kamili zinasema kwamba takribani watu 12 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kote Ukraine katika mashambulizi ya usiku ya ndege zisizo na rubani na makombora. Maafisa wa kanda na huduma za dharura wameweza kuthibitisha na kuweza kusema hayo. Watoto 3 waliuawa huko Zhytomyr, magharibi mwa Kiev, na mtu mwenye umri unaokadiriwa kuwa na miaka 70 aliuawa katika mji wa kusini wa Mykolaiv. Huduma ya dharura ya serikali imeweza kusema hatua hiyo inajiri siku moja baada ya Kiev kukumbwa na moja shambulio zito zaidi tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi na mashambulio ya anga ya Urusi na kuua takribani watu 13. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema vitengo vyake vya ulinzi wa anga vilidungua na kuweza kunasa ndege takriban 95 za Ukraine katika baadhi ya Urusi, ikiwa ni pamoja na Moscow katika muda wa saa 4 Jumamosi usiku. Hakuna majeruhi walioweza kuripotiwa. Shambulio hilo la ndege zisizo na rubani lililazimisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege katika viwanja vya ndege vya huko Moscow. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alianzisha uvamizi kamili wa Ukraine mnamo Februari 2022 na Moscow kwa sasa inadhibiti karibu 20% ya eneo la Ukraine. Hii ni pamoja na Crimea, rasi ya kusini ya Ukraine iliyotwaliwa na Urusi mnamo mwaka 2014. Mwana habari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni taarifa kutoka nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, nikizungumzia habari za kimataifa, ambapo nchi ya Urusi pamoja na Ukraine zimeweza kufanya mashambulio ambayo yameweza kuathiri na kuweza kuleta maafa ya vifo kwa baadhi ya watu na kuteketeza miundombinu muhimu kama vile nyumba, barabara na miji kadhaa katika nchi ya Ukraine pamoja na Urusi, huku mashambulio ya Urusi yaua watu 12 huko Ukraine. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage na nikutakia siku njema. Bye bye.